Unapofikiria maisha ya wachezaji wa soka wa kulipwa, mara nyingi akilini huja picha za majumba ya kifahari, magari ya gharama na mishahara ya mamilioni ya fedha. Hata hivyo, nyuma ya vitu hivyo vya kifahari kuna ulimwengu mwingine wa sheria ngumu na zenye kustaajabisha zilizowahi kuwekwa na makocha wa timu husika. Kuanzia magemu ya simu, matumizi ya mchuzi wa chakula, mpaka aina ya usafiri wanaoweza kutumia wakiwa nyumbani. Najua bado hujanielewa vizuri. Karibu tuangazie baadhi ya sheria za ajabu zaidi zilizowahi kushuhudiwa kwenye ulimwengu wa kabumbu. Kwenye upande wa michezo ya pembeni na burudani za binafsi, makocha wengi wamekuwa wakihofia majeraha na kupoteza umakini. Mfano mzuri ni Paul Pogba. Alikuwa Manchester United mwaka 2017 ambapo uongozi wa klabu hiyo ulimkataza kabisa kucheza mpira wa kikapu. Pogba alikuwa anauguza jeraha la msuli wa paja na klabu ilihofia miondoko ya kuruka na kugeuka haraka kwenye mpira wa kikapu ingeweza kumrejeshea jeraha hilo. Mwaka 2016 kocha Jose Mourinho alipiga marufuku wachezaji wake wa Manchester United, kipindi hicho akiwemo Zlatan Ibrahimovic na Wayne Rooney, kucheza gemu la simu saa 48 kabla ya mechi ili wahakikishe akili zao zote zipo kwenye mbinu za mpira. Usalama barabarani na maisha hatarishi pia yamekuwa yakidhibitiwa kwa umakini mkubwa na klabu. Mfano wa hili ulijitokeza wakati wa Roberto Mancini alipokuwa akifundisha Manchester City, ambapo alimwekea mipaka mshambuliaji wake Mario Balotelli. Baada ya Balotelli kununua pikipiki mpya ya kifahari aina ya Harley Davidson, alimkataza kabisa kuendesha kwa hofu kuwa ajali ndogo tu ya pikipiki ingeweza kumweka mchezaji huyo muhimu nje ya uwanja kwa miezi kadhaa. Mbali na vyote, lishe ya wachezaji imekuwa ikisimamiwa kwa ukaribu sana na baadhi ya makocha. Mfano mzuri ni Antonio Conte. Alipowasili Tottenham Hotspur mwaka 2021, aliamuru kuondolewa kabisa kwa ketchup, mayonnaise na vyakula vyote vyenye mafuta mengi kwenye kantini ya klabu ili kuimarisha utimamu wa mwili wa wachezaji kama Harry Kane na kuwapunguza uzito kwa haraka. Vivyo hivyo, Pep Guardiola alipojiunga na Manchester City alipiga marufuku pizza na vinywaji vyenye sukari kambini. Sheria iliyoelezwa na vyombo vya habari kuwa ilimlenga zaidi mshambuliaji Sergio Aguero ili kudhibiti uzito wake. Hata hivyo, nidhamu haikubaki uwanjani na kwenye chakula tu, bali imeingia hadi kwenye mikataba ya kifedha. Paris Saint-Germain PSG ilimjumuishia Neymar Jr. kipengele maalum cha nidhamu kwenye mkataba wake. Kipengele hicho kilimwezesha Neymar kupata bonus kubwa ya fedha kila mwezi iwapo tu angeonyesha tabia njema, kuwahi mazoezini, kuwa mkarimu kwa mashabiki na wanahabari, pamoja na kujiepusha kabisa na kashfa au shughuli za kubeti. Ila ajabu ni kwamba mara kadhaa amekuwa akikosa bonasi hiyo. Mifano hii inathibitisha kuwa mchezaji wa soka wa kiwango cha juu unahitaji usimamizi mkubwa unaovuka mipaka ya dakika 90 za uwanjani. Ingawa baadhi ya sheria hizi zinaweza kuonekana kama ni unyanyasaji au labda ni mbinu za kuchekesha jamii, ila kwa makocha na klabu hizi ni mbinu muhimu za kulinda mamilioni ya fedha yaliyowekwa kwa wachezaji hao na kuhakikisha mafanikio ya timu yanapatikana bila kikwazo chochote. Je, unatamani makocha wa timu zetu wa Bongo waje na sheria gani kati ya hizi? Hii ni IOTV Sports, mimi ni Gladness Joseph na mwandaaji wa makala hii ni Masu Brand.